Tafiti zinaonyesha kwamba ukichukua watu wawili ambao wote wanakula chakula aina ile ile, yani kwa maana ya kiasi na aina, halafu wote wana activities zinafanana, yani kama ni mazoezi wanafanya wote sawa na wana aina ya mili sawa sawa kabisa, lakini wakatofautiana kwenye jambo moja tu. Mmoja analala masaa angalau 6.5 7 kwa siku, na mwingine analala kwa chini ya masaa 5.5 kwa siku. Huyu ambaye analala masaa ya kutosha, kwa maana at least 6.5 kwenda 7 mpaka 8 kwa siku, anachoma mafuta mara 2 zaidi ya huyu mwingine ambaye hafanyi hivyo au analala chini ya masaa hayo. Kwa nini? Yani maana yake ni kwamba kama wote mna kilo 100, huyu mmoja angepunguza kilo 5, alafu huyu mmoja angepunguza kilo 10 kwa sababu tu ya muda wa kulala, yani ile duration ya kulala. Na hiyo inaonyesha hivyo kwa sababu wakati wa usiku ndio ambao mwili unaweka sawa ile mfumo wake wa hormone. Na unajua unapozungumzia swala la kupunguza uzito, tunazungumzia swala la kuwasha hormone au vichocheo ambao vinayasaidia mwili kuchoma mafuta. Kwa hiyo kama wewe haulali usiku muda wa kutosha, au unageuza usiku unakuwa mchana, unalala mchana usiku unakesha, utakuwa na hatari sana ya kuwa na shida ya uzito mkubwa hata kama unajitahidi kula vizuri. Na kitu kingine ni kwamba unapokuwa unalala usiku masaa ya kutosha, tafiti zinaonyesha kwamba kesho yake ile appetite zako zinapungua. Yaani unakuwa unaweza ukaridhika kirahisi na chakula kiasi kuliko mtu ambaye usiku hajalala vizuri. Kwa hiyo hautahitaji kutumia nguvu nyingi kujizuia kufanya calorie restriction, kwa sababu mwili wako wewe mwenyewe utakuwa unakuamurisha kiasi cha chakula ambacho kinakutosha kuridhika, tofauti na mtu ambaye halali vizuri usiku.